Mheshimiwa Lissu anaendelea kumpitisha katika maswali ya dodoso mkuu wa gereza la Ukonga Ntamamilo ambaye ni bwana jela. Mheshimiwa Lissu anasema wakati wote mawakili wakija gerezani, simamia wapekuliwe na wamepekuliwa. Swali ni kwamba je, wewe bwana jela wa Ukonga unawashuku na una wasiwasi na mawakili 37 waliokuja kuona wateja Ukonga? Kumbuka kanuni inasema ili uwasikini lazima uwe na wasiwasi nao. Bwana jela, sitegemei kanuni. Mheshimiwa Lissu, sasa twende kwenye sheria yenyewe, kwenye Prisons Act, kuwa unaweza kusichi mgeni kama hautakuwa na wasiwasi naye. Kifungu gani hicho? Bwana jela, Mheshimiwa majaji, mtu yeyote anaingia gerezani awe mfungwa au mahabusu lazima apekuliwe. Mheshimiwa Lissu, lazima apekuliwe. Bwana jela yuko kimya. Mheshimiwa Lissu, kama kweli ni lazima, twende kwa mawakili wa serikali waliokuja Ukonga, kama uliamuru wapekuliwe. Twende kwa hao sasa. Waheshimiwa majaji, sub 4 kwenye tarehe 19 mwezi wa 11 2025, nenda haraka tumalize hii ngoma tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka huu. Bwana jela, kila anayeingia gerezani lazima akaguliwe. Mheshimiwa Lissu, sub 4 inasema kuhusu tarehe 19 mwezi wa 11 walikuja mawakili wafuatao: Deborah Mushi kutoka NPS, Caroline Nana kutoka NPS pia, na Cleophas Leons ambaye ni investigator, na alikuja Justin Dimba au Simba kutoka kwa ZCO na mwingine kutoka kwa DCIA. Wote hawa shida walioingia gerezani walikuja kuongea na mahabusu. Maoni yako ukasema nini? Wasomee majaji. Bwana jela, wasikilizwe kwa utaratibu. Mheshimiwa Lissu, wakija mawakili wengine simamia mazungumzo yao, wapekuliwe, simamia kwa karibu, lakini wa serikali wakija wasikilizwe kwa utaratibu. Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, mawakili 37 wote, nipe mfano mmoja tu wa wakili uliyesema asikilizwe kwa utaratibu. Bwana jela, naomba tarehe 20 mwezi wa kwanza, wakili hapo nimesema simamia. Mheshimiwa Lissu, asante sana. Sasa kwa mawakili wa serikali wapi hata mara moja umeandika simamia? Bwana jela, sio lazima niandike. Mheshimiwa Lissu, Wabelgiji nilipokaa wanasema papier, yani paper. Tunaenda na maandishi, waonyesha maandishi, acha longolongo. Sasa angalia majina yanayofuata hapo kuhusu mawakili wa serikali. Bwana jela, niliandika waletwe. Mheshimiwa Lissu, maafisa wa madawa ya kulevya na mawakili wao waliokuja tarehe 28 mwezi wa 11, kazi yao ni kutukamata na kutupeleka mahakamani, ndio wanaosema wasikilizwe. Bwana jela, hatoe jibu. Mheshimiwa Lissu, hawa watu ni watumishi wa serikali kama wewe. Bwana jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, wanalipa mshahara wa serikali kama wewe. Bwana jela, ndio, lakini bwana jela, hawa mawakili wa serikali huwa wanakuja kuongea na wote. Mheshimiwa Lissu, tuambie ni wapi umeandika kuwa walikuja kuongea na wote? Bwana jela, sijaandika. Mheshimiwa Lissu, ni sahihi kuwa kuna wakati nyaraka zinakataliwa na zinazokubaliwa lazima mseme zote? Kweli sio kweli? Mnafanya hivyo kwa mawakili wangu? Bwana jela, sio kweli, zinasomwa ila zinakaguliwa. Mheshimiwa Lissu, la kwamba zinakataliwa pia? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, katika nyaraka ambazo zinaletwa kwangu ni pamoja na hotuba ya Chande ya matukio ya tarehe 29 mwezi wa 10. Bwana jela, sio kweli. Lissu, Shady Poksabu amesema wiki iliyopita tarehe 14 mwezi wa 7 alikuletea waraka unaotoka Commonwealth kuwa niachiliwe ndani ya siku 30 na mliposoma mkakataa. Bwana jela, sio kweli. Anaendelea sehemu ya 21. Mheshimiwa Lissu anaendelea kumdodosa shahidi ambaye ni mkuu wa gereza la Ukonga bwana Ntamamilo ambaye pia ni bwana jela. Mheshimiwa Lissu, waeleze majaji kuwa maafisa wa magereza yanapaswa kukagua barua inayotoka ndani au kuingia ndio inapaswa kusomwa. Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, soma kifungu cha 46 cha sheria na kanuni ya 10 na 11 ya kanuni za magereza. Bwana jela anatafuta hapa. Mheshimiwa Lissu anaendelea sasa, waambie majaji kama kanuni ya 10 na 11 inahusu barua wanazoziandika na wanazoandikiwa wafungwa. Bwana jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, na wanaosoma ni wewe au maafisa wako? Bwana jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, ukikataa barua unamrudishia na kumwambia sababu, na kama ikikataliwa kwa aliyemletea pia unamrudishia na kumpa sababu, na kama barua ni ndefu sana na uyapende ni sahihi. Bwana jela, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, sasa waeleza majaji kama nje ya barua kwa wafungwa au kutoka kwa wafungwa una mamlaka kukagua na kusoma nyaraka nyingine yoyote.
Bwana jela, naomba soma section 12 ya Prison Act. Mheshimiwa Lissu, kwa kanuni hizi una ruhusa ya kusoma nyaraka nyingine. Bwana jela, soma kifungu cha 12 cha sheria magereza. Mheshimiwa Lissu, una uwezo wa kusoma nyaraka za mawakili wanaokuja nazo magereza. Bwana jela, sipaswi kusoma. Mheshimiwa Lissu, hicho kifungu cha 12 unachosema kinahusiana na upekuzi wa magari na kumkagua mtu, sio nyaraka, ndio maana sitaki hata kukisoma, hakikusaidii chochote. Mheshimiwa Lissu, Kisabo alisema walikuambia muondoke ili azungumze na mimi mteja wake, mnakataa. Kweli au sio kweli? Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, na mimi nimesema kwenye viapo vyangu kuwa alikuja wakili Alute Lissu na kusema nina ujumbe muhimu kutoka serikali, nataka niongee naye faraga, mkamkatalia. Kweli au sio kweli? Bwana jela, sikumbuki. Mheshimiwa Lissu, umekuwa unaendeshwa na remote na kamishna mkuu na wanasiasa walioko serikalini. Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, kuna siku umeniita ofisini kwako kuwa kuna ujumbe wa Jumuiya ya Madola unapaswa kupelekwa mjini. Kweli au sio kweli? Bwana jela, sina jibu. Mheshimiwa Lissu, siku hiyo aliyekuja kunichukua ni Mangara. Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, sio kweli nini? Bwana jela, hujawahi kupelekwa. Mheshimiwa Lissu, siku nyingine ulinifuata na kusema katibu mkuu wa chama cha mabunge duniani amekuja kuniona, anaitwa Martin Chingo, na nikapelekwa mjini na simu ya Mangara. Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, kuna siku Heche, Amani na Mnyika uliwaruhusu kutokana na ulikuwa na maelezo kutoka juu. Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, sasa waeleze majaji kabla ujaji walikuwa naruhusiwa na ulipokuja ukawazuia hawa mamlaka kulitoa wapi? Bwana jela, nimeshamjibu. Jaji, ulijibuje? Bwana jela, sikuwakataza. Mheshimiwa Lissu, alipokuja Lema Godbless, wewe ulipokuja na kutukuta ulimfukuza. Bwana jela, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, kama sio kweli, kwa nini haya yote hukuyajibu kwenye nyaraka wakati mimi nimeyasema kwenye nyaraka zangu? Bwana jela, sina jibu. Mheshimiwa Lissu, sasa kama umewazuia walalamikaji watatu, mashahidi wangu, umewazuia mawakili wangu, unanitakia nini kwenye kesi ya uhaini na unikabili ambayo adhabu yake ni mimi kunyongwa? Bwana jela, nishajibu. Jaji Mruma, umejibu nini? Bwana jela, sijamzuia mtu yeyote kuja kuonana na Tundu Lissu.